Karibuni vijana 300 waliokuwa wakiongozwa nao makamanda watatu akiwemo Nguvu za Mababu na Kyalula wamekubali Ijumaa hii Mei tarehe 9 kujiunga na makundi mengine ya wazalendo kwenye mashamba ya mapambano kulisaidia jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linalopambana na waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makubaliano yalifanyika kati ya makundi hayo mapya na chama cha kisiasa IDC, Union pour la Démocratie au Congo, kilicho wahamasisha kwenda kuongeza nguvu kwenye viwanja vya vita. Mwanasheria Jacques Yalala, mwenyekiti wa chama IDC, aliviambia vyombo vya habari kuwa lengo la chama chao ni kutaka demokrasia, amani na usalama kuenea kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ila chama chao ni chama cha siasa na kijeshi, hakijasajiliwa bado miongoni mwa jeshi la akiba linaloitwa RAD, isipokuwa wakati wa vita wamehamua silaha walizonazo zisibaki misituni ila ziingie katika uwanja wa vita. Gwaride lao la kwanza lilifanyika pa Orake, kitongoji cha Kagando, wilaya ya Kavimvira, mjini Uvira, Kivu ya Kusini. Malilo Kaluta, katibu wa chama IDC nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aliwakilisha mwenyekiti wake kwenye eneo la tukio, na baada ya hotuba yake amesema kama vile katibu wa chama cha IDC, vyombo vya habari tumetamani kujua kwa nini sherehe ya leo na inahusu nini? Sherehe ya leo ni kusema sisi wa IDC pamoja na jeshi tuungane, tusinye ma protocole d'accord ya kwamba sisi tutatembea, tutatumika pamoja kwa kulite contre ule adui mvamizi. IDC tukiwasoma vizuri amko ndani ya RAD, na wakati ambapo wazalendo wengi walio kwenye mapigano huko wako kwa RAD, mtatumikaje? Ndiyo, sisi hatuko ndani ya RAD, na tunaweza sema tuko ndani kwa sababu ni pia ni parti ya wazalendo, lakini sisi tuko kontre wale watu wa RAD ambao wanakula rushwa. Ndio maana tunasimama wima ili tupiganishe na wale wa tretre na wale wa étranger wavamizi. Na kuna mikataba inayosainiwa kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda chini ya usuluhishaji wa Qatar, Marekani na kwengineko. Kwa nini nyinyi wazalendo kukutana hivi, mikuki, mapanga, silaha, kwenda kwenye mapigano wakati ambapo mikataba ya amani imeitishwa? Asante sana journalist. Unaniuliza vizuri sana. Na mimi nitakuuliza, sisi tulichagua wabunge kule Kinshasa, bunge gani ambayo alialikwa kule kwa kusinya mikataba pia? Eske kulikuwa ba representant ya peuple kule? Sisi ile mikataba inawaangalia wao. Sisi tuna avancer na combat kwa sababu adui yeye naye wakati wanasinya mikataba, ukisinya mikataba njoo kwake avancer na guerre. Unaona? Na sisi ambao tunatetea udongo wetu tuliangalia a gauche à droite, tukaona hatutampatia ruhusa, hatutampatia nafasi, tutasonga mbele. Kwa hiyo mnapingana na Tshisekedi? Sisi hatupingani na Tshisekedi kama president wa Kongo alikuwa eli, lakini tunapingana na system politique, mauvaise gouvernance ndio tunapingana naye. Tangu wazalendo mmeanza kupigana na M23 Katogota, Kamanyola, kwenda mbele mwendi mbele, mnabaki tu kujisifu Mazinga Hombwe nini, wakati ambapo mnashindwa kuwatoa Kamanyola. Sasa hivi nakwambia ndugu yangu, watatoka. Sasa muda unaenea, wakati mababu zetu wanakasirika. Na kwa hiyo nakurasiria kwamba watatoka kwa nguvu za Mungu na nguvu za udongo na nguvu za uzalendo. Malilo, tunakushukuru. Kamanda Nguvu za Mababu ameweka sahini na kiapo kuungana na wazalendo wengine na kufuata sheria na mitindo ya kazi atakayopewa. Jambo sana. Kwa nini unaitwa Nguvu za Mababu? Naitwa Nguvu za Mababu kwa sababu ni jina ya mababu yangu, wakaniachia nazo kwa kufanya kazi ya ukombozi wa nchi. Leo IDC pamoja na nyinyi wazalendo munawekeana sahini za kutumika pamoja kwa kupigana na M23. Unasemaje? Ndiyo, tunaweka saini na IDC kwa kusaidiana kwa kupambana na adui M23 kwa sababu ya uvamizi anaendelea kutuvamia, na tulienda tena kuangusha mji wa Goma. Mji wa Goma ulianguka kwa siasa za cessez-le-feu
Bukavu, Kavumu, kukaanguka tena mwa hiyo siasa za cessez-le-feu. Sasa kufikia mpaka milango za Uvira wanaendelea na cessez-le-feu. Ila tunakuja kuangalia kama ile cessez-le-feu itafika hata Kishasa watatuingilia na cessez-le-feu. Kumbi tuwe macho pamoja na nguvu za Mungu, pamoja na wababu, hakuna kubanduka, tutasonga mbele hadi kuingia Bukavu. Mnatumika namna gani na walioko huko akina Makanaki, akina Yakutumba na wengine? Tunatumika kule kama vile selection, msaada, vigundi tofauti, tunachagua, tunasukuma. Tunachagua, tunasukuma. Tunatumika umoja kwa umoja kama vile pete na kidole. Tukihesabu Uvira na Fizi kwa hesabu ya haraka ni kama makundi ya wazalendo kama 80 hivi. Uvira 70, Fizi 12 groupes armés. Nyinyi wote mmejikusanya kuungana na mnashindwa kutoa M23 Kamanyola, kweli nguvu za mababu? Kama anashindikana kutoka pale ni siasa kwa sababu tunakuwa na vigundi tofauti vinatumika na uongozi tofauti ya kisiasa. Tunaweza tukalilie tupite mbele tupambane na adui. Government ya Burundi inaturudisha. No, amutapita mbele, sisi tutapita mbele. Kupita mbele wanaingiza adui, wanaangusha migini. Kigundi kia kwanza ni kia Murundi, kigundi kia pili ni FARDC, kigundi kia mwisho kia tatu ni wazalendo. Lakini kwa sasa mmepewa nafasi ya kupita mbele. Na tukipewa nafasi ya kupita mbele, nilisha kuifata kwenye simu, tunaongea na wajemadari wenye wiko pale. Antuka ili inanipa furaha sana na nguvu zaidi kwa kuingia hata mji wa Bukavu. Unaambia nini wanaokufuata muda huu? Nawapatia imani pamoja na nguvu, kwa sababu hiyo milango tulikuwa tunalilia njoo hii sasa imefunguka. Kwa kukamata Bukavu hadi Goma. Hiyo njoo milango tulikuwa tunalilia. Sisi hatupende siasa kwa sababu tulipambana vita za RCD hadi leo. Tukaendelea kuishi. Sasa hiyo siasa wanaanza kutubeba, tunakuwa warade, kunakuwa sijui wanani, kunakuwa wanani. Ile yote njoo wanaenda kutuingiza mu machangamoto yenye atuone, atujui tuko mbele, tuko nyuma, tuko kati. Hivi wanatupatia njia kweli ya kututia sie tukue kikosi kia kwanza. Antuka liberation ya nchi yote inaonekana. Chalula Alimasi ni kamanda mwingine aliyekuwa Maguguni ambaye aliteremka na askari wake, naye anasema kamanda. Jambo sana. Kwa majina? Mimi naitwa Chalula Alimasi, kwa jina maarufu ni Simba Wanyika. Simba Wanyika? Kwa nini umeitwa Simba wewe? Ndiyo. Umekuwa kama babu hivi, umezeeka bwana. Utaweza tena kupigana? Nitaweza. Nitaweza. M23 wana silaha nzito. Hutokimbia wewe na kupatwa hata na tetemeko la moyo? Zile silaha nzito kwa sisi wazalendo hazitutishi. Ni kama vile zawadi wanatuletea. Sababu tuna nguvu za kuwayanganya zile silaha tunawapokonya nazo. Inageuka nguvu yetu sisi wazalendo. Kwa nini usistafu? Umeshazeeka, unataka tu kukamata bunduki? Kwa hiyo ukizaa watoto kama watoto hawa, kama sisi wazee, ikiwa kama tunabaki nyuma, tusiwakaze moyo, wataregea. Ndio maana tulijitolea na makamu zetu kwa kusema tuimilishe watoto waongoze vita hivi ambavyo tulikuja kushambuliwa na adui. Matumaini gani unapatia Wakongomani? Matumaini sisi wazalendo hakika haiko leo ndo tunapigana, kuanzia kwa mababu zetu walifanya vita ya Mlele na wakapigana. Na pia hapa munaona sisi tukaanza kazi hizo za kupambana na adui. Na mpaka leo tungaliki tunapambana na adui. Hakika Wakongomani wawe na roho ya upendo tu kwa wazalendo, wawape nguvu, wawape moyo, sababu mzalendo hawezi baki alei mikono nyumbani na nasikia adui anamshambulia. Tunakushukuru. Mwananchi huyo wa Kavimvira alikubali hamasisho la IDC na kuamua kujiunga na wazalendo. Jambo sana. Kwa majina yako? Mimi ni Batachoka Sapula David, nikiwa mtumika na General Nguvu za Mababu. Kwa nini umeamua kuungana na Nguvu za Mababu? Nimeamua kuungana na Nguvu za Mababu
ni kwa sababu ya kutetea udongo wetu wa Kongo pia na nchi nzima, na ili tena kupiganisha adui ambaye ni Mnyarwanda, kumfukuza kabisa katika udongo wetu wa Kongo. Babu huyu ni mshauri wa vijana waliosahini mikataba ya kwenda vitani. Kwa majina naitwa Kitete Kuza. Natumika katika mshimamo wa kuleta amani, tukiwa na mtu ambaye babu wa bababu ndugu Kyalula, ambaye anatushindikiza katika mazungumzo yote na kutushauri namna gani tunaweza tukapigana vita. Na wewe ni askari? Mimi ni mshauri katika kundi hili. Kwa nini umetaka kushauri? Nataka kushauri kwa sababu ni kujua, unajua kama kundi halina mshauri, hilo kundi linaenda ovyo. Nafaa kukua washauri ambao wanaweza kutekeleza mambo ili mambo yasimame imara. Vijana wanapokea mashauri yenu kabisa? Ndiyo, wanaipokea kwa sababu tunasimama juu ya mashauri. Tunakushukuru mzee. Asante. Simame imara. Hayo yanakuja wakati ambapo mapambano makali yakiendelea kati ya makundi ya Twirwaneho inayounga mkono na kusaidiana na M23 katika misitu ya Uvira, Fizi na Mwenga, mapambano ambayo wanaendesha zidi ya wazalendo wa Biloze Bishambuke wanaongozwa naye Kamanda Ngoma Nzito. Tangu asubuhi ya Ijumaa hii hadi tunavyopanda hewani, mapigano yanaendelea Parugezi, manispa ya Mtambala, tarafani Fizi. Siku chache zilizopita shirika la raia Sosiko RDC liliarifu na kutahadharisha kuhusu usalama wa wananchi maeneo hayo. Sehemu zingine za Lubarika, Katogota, Kamanyola hata Nyangezi na kuendelea, bado kuna ukimya wa muda mchache baada ya mapigano yaliyopita mnamo mwanzoni mwa juma hili. Vikosi vya M23 upande wao vinazidi kujinoa na kujipanga vilivyo kukabiliana na maasimu wao katika maeneo wanayoyadhibiti M23, licha ya wananchi kulalama kwamba usalama umekuwa mdogo, mauaji kila uchao kama vile katika mji wa Goma na maeneo ya wakimbizi Mugunga huko. M23 inazidi kutoa wito kwa wananchi kuwapa imani na uaminifu. Nikiripotia Mbaleto TV kutoka Uvira, mimi ni Thompson Unji Batangalwa.